mtu wa tabia ya uungu. Sisi ambao tumempokea Yesu Kristo, kitu ambacho Mungu anaanza kushughulika na sisi na kuanza kututengeneza, mojawapo, mtu anapokuwa ameokoka tu, Mungu huanza kutengeneza tabia yake. Mtu anaokoka akiwa mwizi, ghafla kiu ya wizi inakatika ndani yake. Mtu anaokoka alikuwa mchawi mkubwa, analoga watu, ghafla ile roho ya uchawi inafutika kwenye maisha yake. Mtu anaokoka alikuwa ni mtu wa hasira, ukiongea naye kidogo tu anaanza kukuchukia, anakasirika, mtu wa kupenda magomvi na kupigana na watu, ghafla ile hali inaanza kupotea ndani yake. Mimi ninaamini lengo kubwa la Mungu kuendelea kutuweka hata mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kutengeneza tabia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaendelea kutengeneza tabia yako, anaendelea kutengeneza tabia yangu, anaendelea kunijenga ili niwe mtu yule niliye na ukamilifu mbele zake. Au ukoki leo tu ukawa mkamilifu. Lengo la somo langu asubuhi ya leo ni kututengeneza tabia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunapookoka tunafanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasema wote waliompokea walifanyika, Mungu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hapa anasema ndio hao waliaminio jina la Mungu. Lakini huwa haiishii hapo tu, kama unaendelea kubaki mtoto wa Mungu. Kama unakumbuka kichwa cha somo, mimi sijasema mtoto wa tabia ya uungu, nimesema kichwa cha somo ni mtu wa tabia ya uungu. Manake makusudi ya Mungu kisha fanyika kuwa watoto ni kuanza tena kuendelea kupiga hatua, tunabadilishwa. Unaanza kuwa kijana, unaanza kuwa mtu mzima, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kuwa mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu anaweza na yeye ni mtoto wa Mungu. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu ni mtoto wa Mungu, aliyeokoka ni mtoto wa Mungu. Lakini mtu wa Mungu anaanza kudhihirisha utukufu wa Mungu katikati ya watu na katikati ya wanadamu. Huo ndio utofauti unaanza kuonekana. Kwa tunaweza tukawa wote ni watoto wa Mungu, lakini viwango vya kusema huyu ni mtu wa Mungu inawezekana ikawa ni tofauti. Kwa sababu ili uanze kuwa mtu wa Mungu ni lazima uanze kuwa unaudhihirisha utukufu wa Mungu, unaonekana, matokeo yanaonekana, yanatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hauna matokeo ya kile ulichokipokea, unaendelea kubakia hivyo hivyo kama mtoto wa Mungu. Ukiwa mtoto mdogo unaweza kuwa ni mmiliki wa vitu vyote. Vitu vyote vimewekwa chini yako, lakini kwa sababu ni mtoto unawekewa msaidizi au mwangalizi mpaka utakapokuwa mtu mzima wa kuanza kuvijua na kuvitumia vile ambavyo umepewa kuvimiliki au umepewa kuvirithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wadogo, ndio maana kitabu kile cha Yohana wa 1 sura ya 2 kuanzia mstari ule wa 12 anaanza kutofautisha kati ya watoto wadogo pamoja na mtu wa Mungu ambaye ni mtu mzima. Anasema nimewaandikia watoto wadogo kwa sababu ninyi mmesamehewa dhambi. Unaona, yani watoto wadogo wanachokijua, wao wamesamehewa dhambi. Inawezekana nje ya hapo, nje ya kusamehewa dhambi, kwamba amesamehewa dhambi na kufanyika mwana wa Mungu, anaweza asiwe na habari navyo. Nimewaandikia watoto wadogo kwa sababu ninyi mmesamehewa dhambi. Lakini anasema nimewaandikia ninyi watu wazima kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo na mwisho. Hii ipo kwa watu wazima wanaomjua Mungu, ambao Mungu wanaelewa njia za Mungu na tabia zake za uungu, na wanatembea katika hizo, wamemfahamu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kwa Musa Mungu akamuonesha njia zake. Musa alikuwa na njia za Mungu, alikuwa nazo. Lakini wana wa Israeli walikuwa na matendo ya Mungu, waliona matendo ya Mungu ya kile alichokifanya, na ndio maana wakati mwingine walikuwa wanayasahau. Ni rahisi kusahau uliotendewa, lakini si rahisi kusahau vile ulivyo. Maana mtu mwenye njia za Mungu amefanyika sawa na yule aliyempa hizo njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliye na njia za Mungu amefanyika sawa na yule aliyempa zile njia. Ndio maana Mungu anaweza kutendea jambo moja leo, halafu wiki mbili zijazo ukawa umeshasahau chote alichokutendea Mungu. Lakini ukiwa na tabia ya uungu, ambayo ndio hii, ukajua njia za Mungu, maana tayari umeshaichukua asili, hakuna anayeweza kuibadilisha tena ile asili yako ulio nayo.